Mwache Geye bwana, mwacheni aongee. Mwacheni Geye aongee. Asalamu alaikum Mheshimiwa Waziri Mkuu na pole na majukumu. Asante sana. Alaikum salam. Mimi kwa jina langu ninaitwa Hamidu Saidi Hussein Kabila, ni Msambaa kutoka Tanga Lushoto. Hivi nimeingia usiku wa leo nilivyopata taarifa umekuja, kwa sababu nina mambo yananitia uchungu sana rohoni mwangu. Mimi nina jengo langu hapa Mchikichini lilibodondoka likazama na tofali zangu zikazama, mmepimiwa na namba evaluation number mmepewa, lakini kila nikifika TAMISEMI nakatishwa tamaa mpaka nafsi yangu inaenda sehemu ambayo sielewi. Hata familia yangu mkieleza nina haki ninadai pale, inaniambia wewe unatuongopea. Ni haki gani ambayo unaidai kila mwaka? Sisi tunaumia. Hata wanangu ninashindwa kuwafundisha. Kila nikienda kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa ananiambia bado hatujaletewa majibu ya haki zenu. Na vipande vyangu viwili, kimoja wamenipa namba, wameshindwa kunipiga picha kwa sababu wamenipa namba tu. Lakini ninavyoshangaa mpaka muda huu sijapewa hata shilingi 10. Jengo langu limezama, tofali zimezama, mmeuza mapiasi yangu kule Lushoto. Mpaka leo hii akili inanihama, ninatoka kwenye system ya ujana ninaingia kwenye uzee. Ninatoka mvi bila sababu kwa kuwaza mali yangu Mheshimiwa Waziri Mkuu nitaipataje. Kwa hiyo ninachokuomba, kwa sababu wewe umeletwa na Mwenyezi Mungu na uongozi ni kalama. Hiyo ni kalama umepewa na Mwenyezi Mungu ya kututetea sisi wanyonge. Vijana kama sisi tunavyosikitika, tunapotezewa dila, hata nchi yetu tuione ni mbaya, kumbe wao ndio wabaya, lakini nchi yetu hatutaiona ni mbaya. Tutapambana nayo na hawa tutazidi kuwashtaki kwenu, kwa sababu sio watu wazuri, wanataka kutupotezea dila. Sisi vijana ambao ndio taifa la kesho, hata familia zinatushinda. Tunadai kila siku wale zetu hapo hatupewi. Ukifika pale maneno matupu. Ukienda pale TAMISEMI wanakunywa supu, basi hawana hata mpango wa kusikiliza maelezo yako. Wanaangalia supu wanazokunywa. Yaani sijajua hao jamaa wamepewa ishara gani na Mungu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuombea dua sana, tena sana. Kwenye mikutano unaoifanya mimi ninakuangalia sana. Haki unazozitenda, Mwenyezi Mungu akubariki pamoja na ukoo wako. Na tunakuomba hata familia yako iige mfumo wako, isiige mfumo wa watu ambao wanatudhulumu. Hawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu hawa usiwakubali maendeleo yao, baadhi yao viongozi ambao wako pale wako chini yako. Wengine wanakuongopea afu hawafanyi vitu vya msingi mpaka tunaumia sisi. Mimi huu sio mwili wangu kwa kuwaza mali yangu mpaka ninapagawa. Yani ingekuwa ninavuta bange ningevuta yani kwa kuwaza mfanyeje, lakini sivuti bangi, ninawaza mali yangu nitaipataje. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ninakuombea dua, namwombea Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu pamoja na wewe. Na kuomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii kalama uliopewa na Mwenyezi Mungu ifanyie kazi, hata ukifa tuwe na uchungu wa kudumu kwako, na hata familia yako izaliwe kizazi kama wewe cha kujali wanyonge kama sisi, vijana kama sisi. Huu sio mwili wangu, ninawaza mali yangu. Mmepata tabu kuuza mapiasi mpaka jengo langu limezama pale na mmepimiwa, lakini hela sijapewa hadi leo. Kila nikifika ni utapeli mtupu. Mheshimiwa, salamu zangu ndio hizo. Ngoja, nani alikusikiliza? Unakumbuka kuna dada mmoja pale TAMISEMI, huyo amekuwa kama malaika. Hata juzi mimi nilienda kuuliza, dada, mimi ninataka haki yangu niijue. Ananiambia usituambie mambo ya viwanja hapa wala ardhi hapa. Sisi ndio tuna uamuzi, mpaka tuambie mpaka tuseme kwamba mnapata au hampati. Mmeondoka pale mpaka ninapata kizunguzungu, nataka kudondoka kwenye gorofa kwa uchungu. Yaani huyo dada pale hafai kwenye ofisi ile. Kwa jina tu ngemjua, ngemtaja hapo sitamuogopa. Na ninaomba haya maelezo ninayoongea wasije wakatufanyia mambo ya ajabu, kwa sababu ukiongea ukweli jioni wanaweza wakakutupa baharini, tupe familia zetu. Hawataki kuambiwa ukweli. Nilishataka nimjue huyo ili niweze kuchukua hatua. Sasa chumba gorofa ya 7. Huyo dada sasa usiende mbali. Nilitaka nimjue huyo ambaye hajui wajibu wake, wapo ofisini. Sasa njoo hapa pembeni hapa uonane na naibu katibu mkuu wa TAMISEMI, tuko naye hapa. Njoo uonane na naibu katibu mkuu TAMISEMI, hebu muunganisheni hapa ili jambo lake lifuatiliwe. Naibu katibu mkuu, pata na mawasiliano yake, akutajie na hiyo ofisi, tujue huyo mtu ambaye anashindwa kutoa huduma.
tumjue huyo ni nani. Yaani huyo afisa wa TAMISEMI anamjibu vibaya mpaka mtu anayetokea Lushoto ambako mbunge wa Lushoto ni waziri wa TAMISEMI. Hii tutaifuatilia tujue undani wake. Tutaifuatilia tujue undani wake. Tunataka watu wasisumbuke kufuatilia jambo lile lile. Mtu akishaacha taarifa za jambo lake, kama halijaiva anapewa taarifa bado halijaiva. Siku limeiva anaambiwa njoo, jambo lako liko tayari. Ndio. Kwa hiyo ngoja tupate undani wake ili tuweze kuifuatilia. Wasaidizi wangu mnichukulie na namba yake ya simu huyo ndugu yangu huyo. Na mimi nitafuatilia.